Kwa majina naitwa Mwamini Omari Mkokoto. Ni mkazi wa mkoa wa Ruvuma, wilaya ya Songea, kata ya Litisha, kijiji Magima. Mnamo mwaka 2024 baada ya kuzaa mtoto wangu wa mwisho, nilijifungua mtoto mwezi wa kwanza, nikanyonyesha. Alipofika mwezi wa pili mwanzoni, nikahisi kuna kitu kinanichoma kwenye ziwa. Kila ninapozidi kumnyonyesha mtoto naona maumivu yanazidi. Nikaamua kuondoka kwenda hospitali. Nilipofika hospitali ya Peramiho, nikatoa maelezo, akasema labda itakuwa tu kwa sababu mtoto hanyonyi vizuri. Ngoja tukupe dawa ukatumie, itaacha. Nikamwambia lakini kwa ndani naona kama kuna asili, kama kuna kauvimbe fulani na kaona. Akasema hapana, tutaishi kwa mbali. Nimetumia zile dawa toka mwezi wa pili mpaka wa tatu mpaka wa nne bado. Nikarudi tena. Nilifika pale akasema hapa inabidi upime kinyama. Akasema sawa, nikalipa 70,000, nikaingia Sheto kwa ajili ya kukata kinyama. Nimelala tu kwenye kitanda cha Sheto. Kuna daktari amefika amesema usimtoe kinyama. Huyu mama kwa sababu amejifungua sio muda, yawezekana kwa ajili ya kunyonyesha tu. Mpeni tena dawa arudi nyumbani. Kama maendeleo itakuwa bado vibaya atarudi tena. Nikainuka. Nikarudi nyumbani, nikapewa dawa, nikawa natumia, lakini bado uvimbe unazidi kukua. Nimerudi tena mwezi wa 7 kutoa maelezo. Akasema ngoja tukuandikie tena dawa. Nikaandikiwa dawa. Nimetumia zile dawa, nimefika mpaka mwezi wa 8. Naenda kwenye mwezi wa 9 sasa, nikarudi tena. Niliporudi pale akasema sasa hapa inabidi tupime kipimo cha kile cha TV kile wanasema cha sound sijui nini sijui. Nikaenda kule nikapima, akasema huu ni uvimbe, lakini uvimbe wake ili vijipu kubwa ambalo limeiva. Kwa hiyo kinachotakiwa hapa ni upasuaji. Nikakutana na Dr. Puto. Katika kukutana na Dr. Puto ndio akawa amesimamia kwamba huyu mama kuna 1 2 3 inakuaje. Akasema kinyama tukione. Akasema kama mkioni kinyama basi mimi nitasimamia nimpime iko kinyama. Ni kweli daktari akanichukua, tukaingia ndani, akachukua sindano mwenyewe, akanitoa kile kinyama kupitia sindano. Tayari akaniambia mama kae wiki 2 uje uchukue majibu. Mimi nikarudi. Baada ya kutumia wiki 2 nikaenda. Nilipoenda nikampigia Dr. Puto nimefika, akasema njoo ofisini kwangu. Akatoka nje akanichukua, akaenda kunipa majibu. Kweli akawa ananisi sana kwa sababu nishaanza kumuelezea kwamba mimi nina wasiwasi ikawa hii ni saratani, lakini akasema majibu yanasema vipime. Lakini kwa kusema tu mdomoni, ila hatuwezi kuhakikisha vipimo vitasema. Na kweli baada ya kupata ile majibu akaniambia mama, kweli tatizo ni kala tuko kasema, kwa sababu mimi nilishamwambia kwamba hii mimi si kwangu peke yangu, kwa sababu nilishatanguliza dada yangu alishazikwa kwa ugonjwa huu na alikataziwa hapa Peramiho. Akasema tatizo limeonekana lile lile. Nikamwambia daktari basi mimi nimekwisha. Akasema hapana, wewe hujakwisha, Mungu yupo na madaktari wapo. Nikasema mbona dada yangu ilishindikana, alikataziwa hapa. Matokeo yake aliharibika, mwisho wake mpaka akafa. Na mimi naona daktari mimi kwa ile. Akasema hapana, sasa hizi kisomo kipo juu tofauti na zamani. Ukifuata tu masharti ukitibiwa utapona. Nikasema mimi siwezi kupona. Na kingine cha nafikiria kwamba hali nilionayo. Basi daktari akawa amenichukua, akanipeleka kwa daktari ambaye anahusika na upasuaji. Akanipeleka nikaingia kule kwa daktari. Daktari akaangalia makaratasi yangu ya majibu, akaniambia kaandae 500,000 ili tukukate ziwa. Tukisha kata ziwa tutakusafiri uende wapi? Mbeya kwa ajili ya kuchomea. Nikamwambia daktari mimi 500,000 kwa kuitoa sina. Kwa kuwa mimi toka niliachwa na bwana wangu, kwanza nilitelekezwa na familia toka 2015 nikiwa na watoto 6. Nahangaika nao kusomesha peke yangu. Kwa hata ugonjwa umenianza, nimemaliza hela sana mara kwa waganga, si unajua kuhangaika. Kwa hiyo sasa mimi kwa kuitoa 500,000 sina. Ila labda nirudi, Mungu mwenyewe labda atajua. Kama ni kufa Mungu mwenyewe anajua, kama ni kupona Mungu mwenyewe anajua. Basi nilipomwelekeza daktari vile akasema mama kajitahidi. Ugonjwa si wa mzaa. Ugonjwa utakuua. Na kwamba kajitahidi. Nikamwambia asante daktari. Nikawa nimerudi. Sikumpitia Dr. Puto tena kumwelekeza kwamba mimi kimeendelea nini. Nikaamua tu kunyosha nyumbani. Kwa kweli nilipofika hapa nikaita familia yangu kama ndugu zangu ambao wapo, nikawaelekeza na wakasema kila mtu anainamia chini, ila tunapata wapi kwa maisha tulionayo. Ndugu yangu sisi hapa hatuna jinsi. Kwa kweli nikawa nimehangaika sana, nimeenda Mbeya huko, nimeishi kwa ndugu zangu pita kuhangaika kurudi, nimekaa hapa Ruwiko mjini, nimerudi, nimeenda Mbinga, watu mpaka wanakuja wachungaji kuja kuniombea, wananichukua wananipeleka Mbinga kwenda kuniombea.
Baadaye pakafikia mahali mpaka wale wachungaji wakakata tamaa, akasema huyu mtu hatawezekana. Nikaanza kujaa, miguu yote ikavimba, nashindwa kutembea. Akasema itakuwa figo. Sasa inabidi urudi uende hospitali ukapime. Akasema sasa kama ni figo, si imesababisha saratani? Saratani inashindikana kutibika, nitatibiwa figo? Basi mimi nirudi tu nyumbani. Kweli nikawa nimerudi nyumbani, nafika nyumbani ndio hivyo, watu wa kuingia kwenye chumba ninacholala mimi, mwenye imani. Asiyokuwa na imani hawezi kuingia, maana inanuka hatari. Basi siku na siku Mungu mwenyewe. Kabla kwanza, kabla ya siku umesema pia ulikuwa umewahi kwenda kwa waganga, na kwa waganga walikuwa wanakwambia wao walikuwa wanasema tu sijui malaika, wengine kulogwa sijui. Kila mtu anasema kwa sababu unajua mganga kienyeji hawezi kusema kwamba eti hebu mpango wa Mungu au ni ugonjwa tu wa kawaida. Kasema tu umerogwa, lakini mimi nilikuwa nasema kikubwa mimi hapa ninachoangalia ni tiba, kwa sababu dadangu alishakufa na ugonjwa huu na kipindi anakufa yeye dada. Mimi nilikuwa mdogo sana. Hapo kuna malaika, kwa alikuwa anasema ni malaika nini? Malaika eti upande wa baba sijui ndio yamesimama ili mimi niangamie kimtindo. Kwa hiyo basi nilikuwa nahangaika hivyo hivyo. Sasa baada ya kurudi hapa ndio hivyo, niko tu ndani, mainzi tu wanaingia, nikifungua mlango inzi wanajaa ndani, nafunga mlango. Siku na siku ndio nikawa nimepata kaela kama sijui 10,000 kale. Nikawa nimemuomba kuna nesi fulani hivi na alikuwa ananisafisha kidonda hivi. Akasema ili wapite ndugu zangu nione kidonda lazima kufanye nini, nikisafishe kidogo. Sasa baada ya kufika ndo akaniambia, mbona nasikia Peramiho hapa kuna nani? Kuna nani kampeni ya saratani ya Mama Samia wanakuja. Ungejaribu kwenda. Mimi kwa kweli nikasema mimi siwezi kwenda, kwa sababu mimi nishapima na nimegunduka na hali nilionayo mnavyoniona hii, mimi sasa ni kutegemea tu kesho kutwa msiba. Sasa huko naenda kufanya nini? Na sina hela. Siwezi kwenda. Yule akasema sio vizuri nenda. Akasema mimi siwezi kwenda. Kwa kweli nilipolala usiku, kuamka asubuhi nashangaa tu sijui nguvu ilitoka wapi. Mimi kuambia ndugu zangu mimi naenda. Ndugu zangu wakaniuliza kweli wewe unaenda huko, unaenda kufanikisha? Nikasema mimi naenda, roho inaniambia niende. Ndipo nilipoenda, nikaja pale, nikasikiza mkutano wao, unaanza niko pale pale. Walipomaliza haya foleni ya kwenda kupima na mimi nikajiunga kama naenda kupima. Lakini nguvu nilikuwa naitoa wapi mimi sijui, Mungu mwenyewe ndo anajua. Wenzangu wanaenda kupima wazima kabisa, mimi ni mgonjwa mdhaifu. Nikaingia paka kule wanakopima. Nikatoa maelezo, walitoa maelezo akasema hapa itabidi kumsubiri mganga mkuu wa wilaya, ambaye mimi nilikuwa simjui, kumbe ni mkurugenzi wa Ocean Road. Ila pale mimi niliambiwa kwamba mganga mkuu wa wilaya. Baada ya kuniangalia vile na kunishauri lile, baadaye akatamka Dr. Puto akasema hivi, mimi ningempata mtu wa kusaidia naye kumuguza huyu mama, mimi ningesaidiana naye. Kwa hiyo yule mkurugenzi akainama chini, baadaye akainuka akasema mfanyie utaratibu aje Ocean Road, mimi nitaenda kusimamia matibabu yake. Wewe msafirishe tu nauli ya watu 2, mlete, mimi nitaenda kusimamia matibabu yake. Kwa kweli sikuamini, naondoka pale. Sikuamini. Nikarudi nyumbani. Siku na siku Dr. Puto anapigia simu. Lakini kipindi kwa mimi nikiwaelekeza wenzangu walikuwa wananiona kama homa imeenda kichwani, kwa sababu nilishaisha. Huyu si uzima huu. Nani wa kujitosa kumuuguza huyu? Nilipofika Ocean Road nikampigia. Nimeshafika akasema, "Piga hiyo namba niliyokupa mkurugenzi." Nikapiga namba kweli akaitika mwenye mkurugenzi, akaniita muamini uko wapi? Akasema niko mapokezi hapa hospitali. Akasema, "Tulia hapo hapo." Nikatulia, baadaye nikawa naona manesi wanakuja kujipokea. Wamenichukua, wameniingiza maabara, nimepima damu, nimepima uzito damu, wakanichukua kwenda kunilaza. Kwa hiyo ndio nilikuwa natibiwa huku na wasiana na Dr. Puto. Haya, mkurugenzi anasimamia matibabu, na mkurugenzi baadaye akawa niambia kwamba hata Jenisa Mwagama na yeye amfanya nini? Amesimama kwenye matibabu yako. Kwa hiyo ndio nikawa natibiwa. Lakini baada ya kutibiwa nilipofika pale, baada ya kupata tiba ya kwanza, nikapata hii wanasema wenyewe kemo ya kwanza. Toka hapo wakaniita ofisini, wakasema muamini, sisi siku ile tulikupima tu ile damu. Tumeona damu yako ina infection wengi sana. Maana wadudu ni wengi sana. Kwa hiyo inabidi tusitishe kwanza kemo hii ili tutibu kwanza infection, hatuwezi kukutibu matibabu ya kansa wakati wadudu hawajafa. Basi nikasema tu sawa, wakawa wamenipa zile dawa za infection nimetumia. Baadaye wakaniita tena ofisini, akaniambia bwana wewe, sisi tumekuita kama mimi daktari. Nimekuita, vipimo vyako tulivyopima, tumeona wewe ugonjwa huu ni mkubwa. Sisi ukwambie kwamba wewe ugonjwa huu utapona, tutakuwa tumechuma dhambi, tumekudanganya. Huu ugonjwa umefikia stage 4 na sio umefika mpaka kwenye mapafu. Kwa hiyo umetoka sehemu
umesogea mpaka sehemu nyingine. Kwa hiyo ugonjwa sasa kupona wewe hatukuhakikishii kama unaweza kupona. Ila Mungu yupo, yawezekana ukapona. Na mimi nikamwambia kama ni kweli kama Mungu anaweza akatoa uponyaji, na mimi nasimama hapo hapo, tusimama hapo hapo. Akasema lakini ni wewe. Ila kwa sisi ruksa, hata kama ukisema kwamba narudi nyumbani, kwa sababu tunakuambia hali halisi vipimo vyetu vilivyosema. Ila kama utamwamini Mungu, kama unamtegemea Mungu kwamba Mungu atafanya nini, basi tusimame hapo kwenye kumwamini Mungu. Na mimi nikasema ndio tumwamini Mungu. Subiri Mungu anatoa majibu gani. Basi nikawa nimerudi odini. Nimekaa nimepata kemo ya pili, nimekaa nimepata kemo ya tatu, nikawa nimemuita daktari. Daktari analeta daktari. Dr. Krito, nikamuuliza, "Daktari, wewe uliniambia ugonjwa wangu nyinyi umefika mbali. Haya na matibabu ndo haya napata. Sasa mimi nitajuaje kwamba huu ugonjwa unapungua au unazidi kuenea kwenye mwili wangu? Nitajuaje?" Akasema, "Ukipata kemo ya 4 tutakupima." Basi kwa nikawa nimevumilia, nikapata ile kemo ya 4 kwa sababu niandikiwa kemo 8. Nilipopata ile kemo ya 4 nikadai kipimo, akasema una 250. Nikasema mimi kwenye akaunti yangu kuna hela, kwa sababu mkurugenzi anaingiza hela na nani Jenista Mhagama anaingiza hela, waziri mkuu. Basi nikaenda kulipa kila kipimo cha 250, nikaingia TT scan wanasema wenyewe, nikaingia kipimo cha mwili mzima. Baada ya siku 3 yakatoka majibu. Daktari akaniambia majibu, akaniambia muamini, mshukuru Mungu sana. Yaani ugonjwa kwenye mapafu hapijauona. Uvimbe wanasema ulikuwa sijui sentimita ngapi kwa 12 sijui. Ila sasa kwa sasa umebaki 0.5. Kwa hiyo mshukuru Mungu sana, yaani kwa hapa jinsi ulipofikia hata sisi hatukutegemea kama utafikia hapo. Ila kikubwa tuendelee kumwomba Mungu amalizie hapa palipobaki. Na mimi nikasema asante Mungu, asante madaktari kwa kunipambania. Basi wakawa wananipambania hivyo, wananijali. Mkurugenzi muda wote ananipigia simu, Dr. Puto na yeye ananipigia simu, na mimi mwenyewe nampigia muda mwingine, namjulisha nikiona amejizuka, na yeye akikumbuka ananipigia. Basi mimi nawapa tu maendeleo yangu yanaenda vizuri, tiba zangu zinaenda vizuri. Basi pakafikia mahali nikamaliza zile kemo. Nilipomaliza zile kemo wakasema hapa wewe una tiba nyingine, itabidi tu urudi nyumbani. Kwa sababu tayari kidonda kimeshapona, ziwa lile limekaa vizuri. Nilikuwa sina ziwa hata kidogo, lakini nyama sijui ilitoka wapi, anajua Mungu mwenyewe. Ziwa likajitengeneza vizuri, akasema itabidi urudi. Baadaye mkurugenzi akasema hapana, huyu inabidi mupime kile kinyama. Unaona? Inabidi akinyama kile kipimo kiende Muhimbili. Wale wakawa wametoa 560 wakapeleka kinyama Muhimbili. Walipeleka kinyama Muhimbili, baadaye karudi majibu kaonyesha kwamba ugonjwa kweli umepungua sana kwa kiasi kubwa. Ila hapa kwenye chokochoko penye palipoanzia ugonjwa lazima pafanye nini? Patolewe. Usipache hivi, panaweza pakaleta baadaye matatizo. Hapa kikubwa hapa ni kutoa. Kwa hiyo akaniita nisijenifa ofisini, akaniambia muamini, ujiandae kwa kwenda kutolewa nyonyo. Mkurugenzi amesema uwezi kurudi mpaka ukatolewe ziwa. Nikasema sawa, mimi nilifika kwenye matibabu, sitaogopa matibabu yoyote. Kwa sababu hapa hata nilipofikia namshukuru Mungu. Kwamba Mungu ametenda na madaktari wamenipambania sana. Swala ambalo sikutegemea. Basi wakawa wamenichukua pale, akanichukua daktari wa pale pale, akanipeleka Dr. Gega, daktari mkubwa wa upasuaji, akanipeleka hospitali ya Amana, akanifanyia upasuaji mwenyewe, akanirudisha Ocean Road, kidonda amenitibia Ocean Road, ndani ya wiki 2 kidonda kimepona mzima. Akanipeleka kwenye mionzi. Pango mionzi 16. Nimepiga mionzi nimemaliza. Sijaona hitilafu. Tiba zote hizo napata, lakini mimi niko tafili sio mgonjwa. Wenzangu wanazidiwa, wenzangu wanakufa kila siku, lakini mimi kila ninapopata matibabu tafili sijapata matibabu, mzima wa afya. Madaktari mpaka wanashangaa. Kwa kweli mpaka kufikia hapo ni jambo la kumshukuru Mungu. Nikawa nimemshukuru Mungu sana. Baadaye akawa ameniita nani mkurugenzi, akasema hivi muamini, imebidi ujiandae, tunakusafirisha. Tiba yako imeishia hapo. Nikasema asante, nikamshukuru. Haya, asubuhi nimeona amefika tena nani odini, amewaita na watu, amewaelekeza pale, huyu tunamruhusu muamini kwa sasa kwa sababu anaendelea vizuri. Kwa kweli mimi namshukuru Mungu na ninawashukuru hao. Chanzo kikubwa wa kwanza kumshukuru Dr. Puto ambaye alionyesha moyo, ndo aliyotengeneza njia mpaka hii njia ikanyoka. Alianza kutamka yeye kauli yake, yeye ndo nilioisikia. Kwa hiyo namshukuru sana Dr. Puto pamoja na wenzake walioshirikiana, akiwa mkurugenzi, akiwa akina Jennifer, akiwa Jenista Mhagama marehemu huyu ambaye naye alisimama, na wengine ambao siwajui kwa majina, wako wengi. Na wahamasisha kwamba wasijifiche, waende wakapime. Ugonjwa unatibika, ukiwahi unatibika.
Wangu mimi ulikuwa unaonekana mzito kwa kuwa nilichelewa, lakini wale wanaowahi unatibika na unapona kabisa.